Katika siku 10 hizi za maombi na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye somo la leo, siku ya pili, linalosema fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Fungu elekezi ni kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Siku ya leo tunaalikwa kulinganisha vipaumbele vyetu na vipaumbele vya ufalme wa Mungu. Siku moja Yesu yuko na wanafunzi wake na wakamuuliza, je, unakuja kurejesha ama kurudisha ufalme wa Israeli? Na Yesu akaona kwamba mawazo yao yako mbali kabisa. Walikuwa wakifikiria kuhusu mambo ya kisiasa, lakini Yesu akabadilisha mawazo yao na mtazamo yao. Yesu aliwageuza mawazo yao na kuwaelekeza kwenye kipaumbele kikuu cha Mungu, ambayo ilikuwa ni kupokea nguvu za Roho Mtakatifu na kuwa mashahidi wake. Kwa hivyo Yesu hakuwaita wajue nyakati au majira, bali waishi kwa ajili ya utume. Kwa hivyo katika wakati wa pekee pamoja na Mungu, unatakiwa kutafakari ni vipaumbele gani vinavyotawala muda wako, vinavyotawala maisha yako, vinavyotawala nguvu na akili zako. Kwa hivyo msalimishie Yesu mpango yako binafsi na umuombe ufalme wake uwe kipaumbele chako cha kwanza. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, ili mambo mengine yote yaje kwako katika mwaka huu 2026. Kwa hivyo wewe pamoja na familia ama na marafiki zako, katika maombi ya pamoja, muombe Mungu afungamanishe mioyo yenu katika utume wake. Muombe Roho Mtakatifu awape macho ya kuona kama Mungu anavyoona na moyo wa kujali yale ambayo anayajali. Usikose kuenda kuungana pamoja na kundi lako la kanisani. Kwa hivi katika vikundi vidogo vidogo vya maombi, ungana na wengine kumwomba Mungu awape nguvu ya kuwa mashahidi wa Yesu Kristo popote mlipo, haijalishi mnaishi wapi. Daini ahadi ya Roho Mtakatifu ili muweze kuishi kwa ajili ya ufalme wake katika mwaka huu 2026. Ujumbe mkuu wa siku ya leo ya pili ni kwamba sio kujua wakati wa mambo yajayo, bali ni kuishi kwa ajili ya utume wa Kristo leo, tukiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Basi Mungu akusaidie sana, tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwani wewe unataka tupatie kwanza nafasi ya kwanza katika maisha. Bariki huyu ndugu na mambo yote ambayo anayaombea, na watu wale 10 ambao tunaombea kwa jina la Yesu Kristo. Na ndugu, muombe wale watu 10, waandike kwenye karatasi, na ikiwa utakuwa na ushuhuda usikose kutuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu ya simu. Usikose kusubscribe, like na kushare.